Ripoti za Uhondo TV nikiripoti moja kwa moja kutokea hapa katika ofisi za Tume ya Madini zilizopo mkoani Dodoma, ambapo Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde amefuta leseni 73 kutokana na wamiliki wake kuto kurekebisha makosa. Na hapa Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde anafafanua zaidi. Moja ya jukumu la taasisi ya Tume ya Madini iliyo chini ya Wizara ya Madini ni kupokea maombi, kuandaa na kutoa leseni za madini. Katika utoaji wa leseni kumekuwa na mwenendo mzuri, ambapo idadi ya leseni zinazotolewa kila mwaka wa fedha imeendelea kuongezeka. Ndugu wanahabari, mbali na mafanikio hayo katika ongezeko la leseni zinazotolewa mwaka hadi mwaka na kuashiria uwepo wa ongezeko la uwekezaji katika sekta ya madini, kuna baadhi ya wamiliki wa leseni ambao wamekuwa wazingatia utekelezaji wa majukumu yao ya umiliki wa leseni kwa mujibu wa Sheria ya Madini sura namba 123. Miongoni mwa makosa ambayo yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara ni pamoja na wamiliki wengi wa leseni kutoanza au kutokuendeleza maeneo ya leseni zao, na badala yake wanahodhi maeneo, hawalipi ada stahiki za leseni, hawatekelezi masuala ya ushirikishwaji wa Tanzania kwenye shughuli za madini, yani local content, wala wajibu wa makampuni kwa jamii, yani corporate social responsibility. Vile vile wanashindwa kuthibitisha matumizi ya fedha yaliyofanyika pamoja na vielelezo vya matumizi husika kwenye uendelezaji wa leseni. Ndugu wanahabari, kufuatia uwepo wa makosa hayo, Tume ya Madini ilitoa hati za makosa kwa jumla ya leseni 205 ambazo zinajumuisha leseni za utafiti wa madini 110 na leseni za uchimbaji mkubwa na wakati 95. Ndugu wanahabari, baada ya miliki hao wa leseni kupewa hati za makosa, baadhi wamewasilisha utetezi wao na kurekebisha makosa, na baadhi wameshindwa kurekebisha makosa yao. Mathalan, wamiliki wa leseni za utafutaji wa madini 44 wameshindwa kurekebisha makosa yao. Vile vile wamiliki leseni 29 za uchimbaji wa kati wa madini wameshindwa kurekebisha makosa yao. Napenda kuutangazia umma kwamba naielekeza Tume ya Madini kufuta jumla ya leseni 73 ambazo wamiliki wake wameshindwa kurekebisha makosa. Nitoe wito kwa wamiliki wote wa leseni za madini kutekelezwa mataka ya sheria pamoja na masharti ya leseni wanazozimiliki. Sitawavumilia watu wanaochukua leseni na kukaa nazo bila kuziendeleza. Naielekeza Tume ya Madini kusimamia sheria kikamilifu na kutoa hati za makosa kwa wakiukaji wote wa sheria na kufuta leseni zisizoendelezwa bila kumuonea mtu. Nipende kuwakaribisha wawekezaji wote wakubwa kwa wadogo wenye nia ya dhati ya kuwekeza kwenye sekta ya madini kuwasilisha maombi ya leseni yaliyokamilika katika maeneo ya wazi, na sisi tutawasaidia kuwapatia leseni kwa wakati. Kwa kumalizia, naomba nitoe rai kwa wawekezaji wote wenye leseni za madini kutimiza wajibu wao wa umiliki wa leseni kwa kuzingatia matakwa ya Sheria ya Madini sura namba 123. Aidha, Wizara ya Madini itaendelea kuwapa ushirikiano wawekezaji wote wa ndani na nje ya nchi wenye nia ya kufanya uwekezaji wenye tija na kukuza uchumi wa taifa letu kutokana na uvunaji wa rasilimali madini. Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka mwezi wa pili niliwahi kuwaita hapa na tulitoa tamko la ufutaji wa leseni na kutoa hati ya makosa kwa makampuni mbalimbali ambayo yalikuwa hajafanya uendelezaji wa leseni zao, na hasa yalikuwa ni makampuni makubwa ambao kwa muda mrefu sana walikuwa wengi wao wameshasaini mikataba na serikali, walikuwa hawajaendeleza maeneo yao na hawakufanya chochote katika maeneo yao. Kwenye mrejesho wa taarifa ile, yako makampuni makubwa ambayo yaliguswa wakati natoa taarifa hii,
ambao walikuwa wameshasaini mkataba na serikali, framework agreement, miaka 3 iliyopita, lakini hakukuwa na muendelezo wowote. Nataka niwaambie habari njema ni kwamba baada ya taarifa yangu ile, makampuni mengi yaliwasilisha taarifa zao za utetezi ambao Tume ya Madini ilikuwa inaendelea kuchambua. Lakini kampuni zifuatazo, hizi nitazitaja, hizi zilikwenda mbali na mpaka kupelekea sasa taratibu zimeanza. Kampuni ya Faru Graphite pale Mahenge walikuwa ni katika orodha hii. Walileta utetezi na wakatoa commitment kwamba kabla ya mwezi wa 9 watakuwa wameshaanza shughuli pale Mahenge. Ndugu waandishi wa habari, nilikwenda mwenyewe kwenda kwenye sherehe ya kuanzisha ujenzi wa mgodi ule, ikiwa ni mwitikio wa wito ambao niliutoa na zile hati za makosa ambao tulikuwa tumewapatia. Lakini na kampuni zingine 3 kubwa ambazo kabla ya mwezi wa kwanza ahadi yao, au mwezi wa kwanza mwanzoni, na wenyewe pia watakuwa wanaendeleza kile ambacho walikiahidi kupitia mkataba ambao waliingia na serikali, ikiwemo kampuni ya Kabanga Nickel. Sasa utaratibu huu tutaendelea nao, na kama nilivyowaambia awali kwamba leseni ziko nyingi sana ambazo hazifanyi kazi. Ninaendelea kuziondoa hatua kwa hatua mpaka pale tume pawe peupe. Hatuwezi kama serikali tukawa tunatoa leseni alafu watu wanakwenda kuziweka kabatini, wanahodhi maeneo. Leseni sio mapambo. Leseni hii ukiangalia nyuma kule ina masharti yake. Ni nani ambaye ana hati ya nyumba hapa ambaye anaweza kukiuka masharti alafu akaachwa hivi hivi? Mbona kwenye ardhi watu wanafanya? Kwenye ardhi watu wanafanya. Kwenye madini pia tunataka tuondoe uholela huu. Tunataka sekta hii, kama Mheshimiwa Rais alivyosema, hii sekta tunataka ikaongeze mchango wake mkubwa katika kutekeleza miradi mbalimbali ya nchi yetu ya Tanzania. Na hili haliwezi kufanyika kama tutakuwa tuna watu wachache wanahodhi maeneo makubwa, hayafanyiwi kazi. Katika leseni hizi za leo, kuna watu wamepewa leseni tangu mwaka 2013, hajawahi kuingiza hata koleo kwenye eneo lake. Miaka 12 eneo limebaki linashikiliwa. Hakuna mwekezaji anaingia, hakuna mtu yote anaingia. Eneo linashikiliwa. Hapa leo tumewaambia leseni za utafiti ambazo zinachukua maeneo makubwa sana, 44. Mnaweza mkaona ni chache kwa idadi, lakini zinachukua eneo kubwa sana. Leseni za uchimbaji wa kati, mining license, 29, kubwa sana. Ukijumlisha leseni zote ambazo hizi leo nimeelekeza zifutwe, zina eneo la ukubwa ya kilomita za mraba 3,002. Ni sawasawa na ekari 741,000, ambayo ni sawasawa na halmashauri ya manispaa ya Moshi zijumlishe zikusanye ziwe 50. Ndio watu walikuwa wameshikilia maeneo haya. Yaani halmashauri ya manispaa ya Moshi moja zijumlishe na zingine ziwe 50 zenye ukubwa ule, ndio eneo ambalo watu walikuwa wamelishikilia. Hawafanyi kazi. Na ndio maeneo ambayo Mheshimiwa Rais ameelekeza kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa vijana, Mining for a Brighter Tomorrow. Tutayapanga vizuri kwa mujibu wa taratibu, kushirikiana na STAMICO na Tume ya Madini. Twende tukawafanye vijana wengi wa Tanzania wapate fursa ya kushiriki katika sekta ya madini. Leo vijana wengi wako mtaani. Vijana wengi no graduates wangetamani kufanya kazi hizi. Kila eneo ukiligusa anakuambia hapa pa kwangu. Pa kwako upafanyie kazi. Hatuwezi kaa ni nchi ya mtego kwamba mtu anakuja kuchukua leseni hapa, anataka sisi tumsubiri mpaka aje apate wawekezaji. Hayo sio nchi ya namna hiyo. Hatuwezi kuifanya nchi yetu inashikiliwa na watu wachache. Nchi inakuwa kama inaning'inia hivi. Yaani kila mtu akigusa eneo anaambia hapa kwangu.
Ukienda kuangalia ni kweli anayo leseni, lakini leseni ambayo haijakidhi masharti. Kwa ndugu wanahabari, huo ndio ujumbe wetu. Tumeanza mapema leo. Nitawaiteni sana safari hii. Nataka tutengeneze utaratibu mzuri pale Tume ya Madini, wasiwe na haya makando kando ya namna hii. Anayetaka leseni achukue leseni akachimbe. Leseni sio pambo. Na hii ndio rai yangu kwa Watanzania. Kama kuna mtu alifikiri ana uwezo kuchukua leseni akaiweka ndani, afu sisi tusubiri atafute yeye mwekezaji, kwa hivi sasa hapana. Leseni iko ya utafiti, utapewa masharti ya utafiti wa madini. Leseni ipo ya uchimbaji, utapewa masharti ya uchimbaji wa madini. Si nje ya hapo. Tunatumai kupitia utaratibu huu tutasaidia katika utatuzi wa changamoto kubwa ya vijana wengi kukosa shughuli za kufanya kupitia programu yetu ya MBT. Na mimi pia tutafanya kazi ya kuhakikisha tuendelea kuwakusanya vijana wetu wengi, kuwaweka katika mfumo mzuri wa kuweza kuwasaidia. Nilikwenda Nyamongo Tarime. Tumegawa leseni 2500 kwa vijana, ambao vijana wale walikuwa kwa lugha ya Kiingereza walikuwa wanaita intruders, walikuwa wanavamia mgodi wa North Mara pale. Ni kwa sababu tu asilimia kubwa walikuwa hawana shughuli ya kufanya. Lakini tuliongea na watu wa mgodi. Niliongea na aliyekuwa CEO wa Barrick, Mark Bristow. Nikawaambia, kwa nini Barrick mnatumia gharama kubwa kila mwaka kuimarisha ulinzi kwenye mgodi wenu? Mnaongeza uzio, mnaweka electric fence, kila siku mnatenga fedha nyingi. Nikamwambia, fedha hii tuzichukue, zile leseni ambazo mmezirejesha, tuchukue hizi fedha tukafanya utafiti mdogo, tuwape hawa vijana. Na ninakwenda Nyamongo muda sio mrefu, nakwenda kuangalia maendeleo ya wale vijana. Hivi sasa wale vijana wameanza kazi ya uchimbaji polepole. Intrusion imepungua kwa kiwango kikubwa sana kwenye mgodi wa North Mara. Vijana hivi sasa wamepata sehemu ya kufanya. Kwa tutaifanya nchi nzima hii. Tutaifanya nchi nzima hii kwa ajili ya kujengea uwezo vijana wa Kitanzania. Asante.